vizuri kabisa. Anafeli sana mtihani. Form 2 nilijua hataweza kabisa. Form 2 ulijua kabisa hataweza kabisa. Atarudia. Alikuwa anafeli. Amewekewa moto utelezi. Ni kudondoka tu. Wewe somo la leo yani nimeona la kwetu kabisa. Umeona somo la leo la kwetu kabisa? Wangapi wameona somo la leo la kwao kabisa? Shida ngoja somo linapokuja linakuja kwa ajili ya watu maalum. Sema amen. Kwa somo la leo lilikuwa la kwetu kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu niliona mwanangu amewekewa moto utelezi. Moto utelezi kwenye masomo. Ni kuteleza tu. Kabisa. Nini kimetokea? Baada ya hapo odo wake ndo aliniambia hivi. Nani? Mtumishi. Odo? Huyo hapa ni odo wake. Mamake mdogo. Anaitwa Odo. Ni mama mdogo nimekatisha tu. Okay, mama mdogo. Akasema kuna mtumishi yuko vizuri. Yuko vizuri. Kumbe niko vizuri. Mimi sijui. Kumbe niko vizuri. Wangapi wanajua mimi niko vizuri? Amina. Mniombee basi. Mnaniombea? Amina. Wangapi wananiombea kabisa? Wangapi wananiombea kabisa? Akaniambia mtumie sadaka kwa ajili ya mtumishi amuombe kwenye masomo yake. Kwenye masomo yake. Fanye vizuri. Nikatuma sadaka. Sikukumbuki hata mwanangu kama umetuma sadaka. Mimi sikuwepo, alitoa. Yeye yani ulimpa sadaka ukaiombea ili mwanao afaulu. Ndio. Akaileta hapa madhabahuni. Ukamwambia mama yake yu wapi? Mama yake yu wapi? Akasema mama yake yuko Tanga. Ukamwambia natamani mama yake angekuwepo. Mama yake angekuwepo. Lakini akatoa kwa niaba yangu. Akasema kwa niaba yake. Hebu niambie mwalimu, likuaje? Simama dada. Ni dada Likuaje mama? Alikuwa kweli anafeli, alikuwa hali yake ni mbaya mno. Mimi mwenyewe sikujua kama atafaulu mtihani. Kabisa. Alafu anaumwa, nikamleta hapa. Alikuwa na shida gani? Wewe ukaniambia kwamba daftari lake limechukuliwa. Alikuwa anaumwa nini? Anaumwa tu, nikifika tu shule kwenye masomo anaweza darasani asikae akawa anashinda tu bwenini. Asomi, yani kama kusoma hataki. Mpaka mwalimu nikaongea naye akasema huyu mtoto ikiwezekana mtafutieni kitu kingine afanye. Lakini nikaja hapa ukaniambia daftari lake limeibiwa. Daftari lake limeibiwa. Na ukasema namuomba mama yake aje ili amkomboe. Lakini nikakwambia mama yake yuko mbali. Nikasema namuombea hivyo. Namuombea hivyo hivyo. Atakwenda kufaulu safari. Kabisa Lakini mama yake akipata nafasi aje. Akasema akipata nafasi aje. Na ni kweli ukamwombea ile sadaka na matokeo yametoka, amefaulu. Amefaulu. Kabisa. Amen. Amefaulu. Amina. Kabisa. Kidato cha ngapi? Cha 3 anaingia. Amefaulu. Hajafeli. Hajafeli. Alikuwa ni wa kufeli. Ni wa kufeli. Baada ya maombi kabisa, yani tukaondoa njia za utelezi wa kiroho. Amepiga hatua. Amepanda level. Kuna watu watafaulu. Kuna watu watafaulu. Wamekufelisha kimaisha, utafaulu. Mitihani ya maisha utafanya na utafaulu. Utafanya kazi na utafaulu. Utasomesha na utafaulu. Utafanya biashara na utafanikiwa. Kuna watu wanapokea unabii huo. Kuna kufaulu. Sema walioniangusha hawataniangusha tena. Na alikuwa na ugua yani yeye ni kuumwa kila siku. Anaumwa kila siku. Kabisa. Baada ya maombi yale yani amejitahidi mpaka mimi ni mamake alikizo nilikuwa namwambia kupitia madhabahu ya Elisha huyo mtoto hawezi kufeli. Mimi madhabahu kabisa. Kupitia madhabahu ya Elisha na sadaka yako uliyotoa hawezi kufeli. Na hakufeli. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. Elisha mama, dada, umefaulu kabisa. Unaenda kidato cha ngapi? Ulikuwa na feli? Ndio. Kwani ulikuwa na feli? Hata wewe hujui? Ndio. Na ulikuwa unajisikiaje ukifeli? Ulikuwa unajisikiaje? Nalia tu. Unalia? Ndio. Mwenyewe? Ndio. Kwani unalia? Kwa sababu na feli? Ndio. Ulikuwa unajisikiaje unapokea 0? Vibaya. Na ulikuwa unajitahidi? Nilikuwa napenda sana kusoma. Lakini akili haikamati? Ndio. Juzi umefaulu? Ndio, nimefaulu. Amejibu maombi. Umesikia vizuri?
amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amejibu maombi, amejibu kwa wakati, kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amejibu maombi, amejibu kwa wakati, kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Nyanyua mikono juu, nyanyua mikono juu. Utukufu na heshima zirudi kwake Yesu aliyetenda kwake. Nataka niokoe muda. Usijali mama, kuna kitu nitakuunganisha na mwanao. Anabeba kitu kikubwa ila anafuatiliwa sana. Anasoma wapi? Olonyowasi. Kule nani? Kama Olonyosambu vile. Okay. Unarudi lini Tanga? Tanga watu nyima nini? Joto sana. Joto sana. Ndio. Machungwa yapo Mengi na maembe. Nakuja niunganishe niende Tanga. Karibu. Niunganishe niende Tanga. Napaa Tanga na wana wengi. Nyewe mkimkataa Elisha anaenda kwingine. Ukweli nawaambia, juzi kuna mtu aliponywa kwenye madhabahu, yuko orchestra. Anasema baba njoo. Nile tu basi siwezi niondoke. Mnanipenda? Haya, weka mikono juu. Haya mwanangu, usijali, Mungu akubariki. Kuna kitu tutakuunganisha naye leo. Unaondoka Jumamosi, utakuwa Jumapili kanisani? Okay, sawa. Kuna kitu nitaunganisha kwa mwanao. Na hata kuwa zero tena, atakuwa kichwa. Ataenda viwango vya baraka. Sawa? Okay, weka mikono juu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Ni kwa neema yako tu nimewezeshwa kufika mahali hapa. Damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, naomba inioshe. Naomba nishiriki hizi neema ambazo wengine wanashuhudia. Na mimi nataka niwe kama mimi ndio chanzo cha wewe kutoonekana. Leo naomba toba. Leo naomba rehema. Kama nimekuwa mtu wa kukata tamaa na kusema mambo yako vibaya, leo naomba toba. Leo naomba rehema. Baba, katika jina la Yesu, naomba uje ndani yangu. Njoo Mungu Baba, njoo Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kuanzia leo naomba kuokoka kwa upya. Andika jina langu kwenye kitabu kile cha uzima, cha ushindi, cha mafanikio, cha heshima, cha uponyaji, cha neema, cha baraka, cha kuinuliwa. Kuanzia leo futa jina langu kwenye kile kitabu cha mashitaka, cha laana, cha mikosi, cha magonjwa, cha hukumu, cha kutengwa, kukataliwa. Leo namkataa shetani na ufalme wake katika